Na watazamaji, ni habari njema kwa vijana wa Gen Z kwa sababu maandamano ya siku ya kesho yatakuwa ni maandamano makubwa sana. Viongozi mbalimbali kutoka kwenye upande wa Linda Mwananchi wakiongozwa na Edwin Sifuna wametangaza ya kwamba siku ya kesho pia wao watakuwa wanajiunga na vijana wa Gen Z katika maandamano yao ya kukumbuka wenzao ambao walipoteza maisha kwenye maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Kabla siendelea kuwafahamisha kwa kiundani watazamaji wangu kuhusiana na ripoti ambazo tunazipata sasa hivi kutoka kwa timu ya Linda Mwananchi kuhusiana na maandamano ya siku ya kesho, ningependa kukuomba wewe mtazamaji wangu, kama ndio mara yako ya kwanza kufika hapa BM Daily Politics, ujiunge nami kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizi habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Na mtazamaji, mambo yanazidi kuchemka tena zaidi kwa sababu hatimaye viongozi mbalimbali kutoka kwenye upande wa Linda Mwananchi akiwemo Edwin Sifuna, James Orengo wanatarajiwa kujiunga na maandamano ya siku ya kesho. Kwa kweli haya yatakuwa ni maandamano makubwa sana. Vijana wa Gen Z wamekuwa wakifanya maandamano yao bila kupata support ya viongozi, lakini unaona kipindi hiki mambo ni tofauti. Hapo awali Gavana James Orengo alikuwa amefanya maandamano ya amani hadi kwenye ofisi za Inspector Generali wa polisi kule jijini Nairobi, ambako walipeana petition na wakapeana barua wakionyeshana ya kwamba kesho, ikiwa ni Alhamisi tarehe 25 mwezi wa 6, kutakuwa kunafanyika maandamano ya amani. Haya sio maandamano ya fujo, na kwa hivyo maofisa wa polisi walifahamishwa ya kwamba wakuje kuleta ulinzi bali sio kuleta fujo na kuanza kuwatupia wananchi tear gas. Kuna breaking news watazamaji wangu ningependa kufahamisha kabla sijaendelea kukuelimisha zaidi kuhusiana na maandamano ya siku ya kesho. Na hatimaye watazamaji wangu, Edwin Sifuna ameondolewa rasmi kama katibu mkuu wa chama cha ODM. Ile kesi ambayo ilikuwa imesimamisha kuondolewa kwake sasa hivi imeweza kusuluhishwa, na hii ina maana ya kwamba sasa hivi Secretary General wa chama cha ODM ni Catherine Omanyo, bali sio huyu Edwin Sifuna kama vile ambavyo alikuwa anaingangania hiyo nafasi yake. Hatujui kama ataelekea mahakamani kuendelea kutetea hii nafasi yake ama ataachana tunaye, kwa sababu haina haja uendelee kupigania nafasi ambapo zaidi ya hao viongozi wanakuchukia, hawakutaki ndani ya hicho chama, hawataki wewe uendelee kuwaongoza. So hata mimi kwa maoni yangu watazamaji wangu, naona Edwin Sifuna aachane na hii nafasi ya ukatibu mkuu ya chama cha ODM. Ameondolewa, wakisimama wanasema kwamba hawamtaki, wamechagua mwingine, na kwa hivyo haina haja aendelee kuipigania hii nafasi, kwa sababu hata akiendelea kuipigania vipi, mimi sioni kama ODM iko tayari kumrudisha Edwin Sifuna kama katibu mkuu wa chama. Hii wiki watazamaji wangu, kuna mkutano wa Linda Mwananchi ambao ulikuwa unatarajiwa kufanyika kule Kisii, lakini huo mkutano umeahirishwa mpaka wiki ijayo tarehe 3. Hapo ndio wamepeleka huo mkutano wa Linda Mwananchi rally kule Kisii County, na kiini ama sababu kubwa ya wao kuahirisha huo mkutano usifanyike hii wiki ni kwamba hii wiki, siku ya kesho, ni siku ya maandamano ya vijana wa Gen Z, na kwa hivyo kwa heshima kubwa kwa wale ambao walipoteza maisha yao, viongozi wa Linda Mwananchi wameamua, sisi hatutaendelea na shughuli zetu za kisiasa, tutaungana na Wakenya wengine ambao watakuwa wanajitokeza kwenye maandamano. Kwa hivyo watazamaji wangu, siku ya kesho usishangae kumuona Edwin Sifuna kwenye maandamano, usishangae kumuona Babu Owino kwenye maandamano, usishangae kumuona Orengo kwenye maandamano, kwa sababu ni viongozi ambao wamekuwa wakiwatetea wananchi, wamekuwa wakitetea maisha ya wananchi, wasiteswe, wasinyanyaswe na wasidhulumiwa kwa kivyovyote na hii serikali ya Kenya Kwanza. Kwa hivyo watazamaji wangu, hata kama viongozi wengine kutoka ndani ya the United Opposition hawatakuwa wanasimama na Wakenya ama kujiunga na Wakenya kwenye haya maandamano ya siku ya kesho, kuna matumaini makubwa kutoka kwenye upande wa timu ya Linda Mwananchi kwamba viongozi wake watakuwa wanaungana na wananchi, kinyume kabisa na Rigathi Gachagua ambaye anaomba vijana wa Gen Z wasiingie kwenye maandamano, kwa sababu hata wakiingia kwenye maandamano hawawezani na William Samoei ambaye anatumia nguvu zaidi, anatumia police brutality, anatumia maofisa wa polisi kuwapiga wananchi risasi, anatumia mpaka guns. Unaona, kulingana na maoni ya Rigathi Gachagua, anasema ya kwamba hata mfanye vipi
hakuna vile ambavyo mtamshinda William Samoei Ruto kwa sasa hivi, kwa sababu wale ambao wanamsaidia kazi zake sasa hivi, hasa kwenye mambo ya usalama, kina Kipchumba Murkomen, hao ni baadhi ya viongozi ambao hawezi akaaminika. Ni viongozi ambao wanapanga goons wakawavamia wananchi. Na kwa hivyo Rigathi Gachagua yeye anasema ya kwamba njia pekee ya kumuondoa William Samoei Ruto ni kupitia tu pale kwenye debe mwaka wa 2027. Lakini Rigathi Gachagua amesahau ya kwamba maandamano ya siku ya kesho sio ya kwenda kumuondoa William Samoei Ruto uongozini, sio ya kwenda kumtoa William Samoei Ruto asituongoze. Hapana, haya ni maandamano ya ukumbusho. Haya sio maandamano ya kumuondoa William Samoei Ruto kwenye mamlaka. Unajua Rigathi Gachagua anafikiria kwamba vijana wa Gen Z wanaingia kwenye maandamano ili wakamfurushe William Samoei Ruto. Hapana, vijana wa Gen Z ni maandamano yao ya amani, yasiyo na fujo, yasiyo na ghasia, yasiyo ya kupora mali za watu. Lakini Rigathi Gachagua yeye anaona hata tufanye vipi hatutaweza kufaulu. Sisi ni kufanya commemoration, ni kufanya anniversary, ni kufanya maandamano ya amani. Hakuna jambo lingine ambalo litakuwa linafanya wananchi waandamane siku ya kesho. Mambo mengine ni yale ya kupinga Ebola, mambo ya kureject finance bill ambayo tayari ilishatiwa saini. William Samoei Ruto ametia saini hiyo finance bill, kumaanisha kwamba sasa kila Mkenya atighten belt yake, ajiandae kwa lolote ambalo lilipendekezwa pale ndani ya finance bill lazima liweze kutimizika. Sasa ni taxes ziweze kukusanywa, lazima ushuru utapanda kwa pande moja, kwa pande nyingine ukiteremshwa, na hivyo ndio maisha yataendelea mpaka 2027 wananchi wajitose kwenye uchaguzi mwingine. Sikia ujumbe mtazamaji wangu kutoka kwa viongozi wa Linda Mwananchi, wakisema ya kwamba kesho ni kesho watakuwa wanaungana na Wakenya wengine ili kufanya maandamano ya amani, kuwakumbuka wenzao ambao walipoteza maisha yao kwenye maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 2025. Kabla sijakuwekea hii video mtazamaji wangu, ningependa tu kuuliza tena, je, wewe kesho una support vijana wa Gen Z warudi kwenye maandamano, ama uko na ujumbe tu sawia na Rigathi Gachagua ya kwamba wangoje mpaka mwaka wa 2027? Niache maoni yako hapo kwenye eneo la comments mtazamaji wangu, na sasa nataka nikupatie fursa uweze kusikiza ujumbe, na nakumbusha tena ujumbe nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. We wish to inform our members, supporters and the public at large that the Linda Mwananchi, Kisii and Keroka rallies scheduled for Friday, June 26, 2026 have been postponed to Friday, July 3rd, 2026. We will join other Kenyans of goodwill to stand in solidarity with the victims of the Gen Z protests of 2024 and their families, and in remembrance of those who were killed or are forcefully disappeared. We are alert to potential police and state-sponsored brutality and violence against the victims and their families during the commemoration activities. We reasonably anticipate unlawful arrests during the peaceful commemoration event. Consequently, it will be necessary to remain vigilant and engaged during this period. We call upon the police to ensure the safety and protection of all citizens who will participate in the peaceful commemoration activities. We are deeply disappointed by the government's decision to offer limited monetary assistance to the victims and their families, without ensuring that justice is done and accountability upheld. The lack of transparency in the compensation process and government refusal to allow the constitutionally mandated bodies to oversee the process is compounding the pain of the victims and their families. There is no pathway to reconciliation and a commitment never to repeat the killings and injure innocent Kenyans. Finally, late last evening, we were made aware of the decision by the ODM party, NEC, purporting for the second time to remove Secretary General Edwin Sifuna from office. On the face of it, the decision bears similarities with the first one in February, and procedural, unfair, and contrary to the party's constitution. After consultation with our legal teams earlier this morning, it has been decided to once again test the propriety
of the purported ouster in the courts because we are convinced it should suffer the same fate as the first one in February. Na mtazamaji, kama vile ambavyo umeweza kusikiza, huo ni ujumbe kutoka kwa timu ya Linda Mwananchi. Hata na wao kipindi hiki wameamua kusimama na Wakenya, ingawaje siku zingine hawajakuwa wakijitokeza kwenye maandamano, lakini kesho tuko na matumaini ya kwamba hawa ni viongozi ambao watakuwa wanaingia ground, watakuwa wanaungana na Wakenya, wataendelea kuwatetea na kuhakikisha kwamba hawatopitia dhuluma, mateso ama manyanyaso yoyote wakati watakuwa wanafanya maandamano yao ya amani. Lakini swali kubwa ni je, hata kama vijana wa Gen Z watakuwa wanaingia kwenye maandamano ya amani, kweli serikali itawaruhusu waendelee na maandamano yao ya amani? Itawaruhusu wafike maeneo ambayo wanataka kuyafika katika haya maandamano yao ya siku ya kesho? Ni jambo ambalo litakuwa ni vigumu, kwa sababu kwa mfano tuseme hawa vijana wa Gen Z wanataka kuandamana kwenye bunge la kitaifa, hilo halitawezekana. Waseme wanataka kufika kwenye ikulu ya rais, halitawezekana. Waseme ya kwamba wanataka kuelekea kwenye majengo mengine ya kiserikali makubwa, hilo ni jambo ambalo halitawezekana siku ya kesho. Lakini acha tuone watazamaji wangu, kesho hali itakuwa namna gani, kwa sababu tayari kuna hali ya wasiwasi ambayo inazidi kushuhudiwa kule jijini Nairobi. Usalama unazidi kuimarishwa ili kudhibiti haya maandamano ya siku ya kesho yasivuruge, yasiharibu shughuli za kawaida kule jijini Nairobi. Nakomea hapo watazamaji, lakini msende mbali kwa sababu kuna habari zaidi ambazo nitakuwa nazidi kuwafahamisha. Kabla sitamaliza watazamaji wangu, ningependa kuwakumbusha tena mjiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia muweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi.